Yes, karibuni tena Kibacha Graphics. Na leo tutaenda kusoma kitu kama hicho hapo, namna ya picha za 3D zizunguke kwenye umbo la nyuzi 360. Kisha fungua Adobe After Effects, inakuwa kama hivi. Fungua hapa tukaandika project, tukaweka black ipo, piga okay. Piga okay hapa, fungue new layer solid hapa, tuandike BG. Sasa hii ndio itakuwa kama background BG. Ukiona kimeandikwa refresh disable, hii unaenda kwenye caps lock, unabonyeza, inakuwa imetoka kama hivyo. Ukishamaliza kwa kama hivi hapa, tutakifanya chora sasa shape yetu. Tutaenda kwenye rectangle. Yes, chora kama hichi hivi, iwe center kama hicho. Kishamaliza sasa, mimi nachotaka hii rectangle iwe na kama shape fulani huku pembeni kwenye edge huku, tuitengeneze kidogo. Tutaenda hapa, tutaenda kwenye add round corner, iwe kwenye round corner. Tutapeleka kidogo kama hivi, tutaweka kama hapo, na hiyo imetosha, na kwa kitu kama hivyo. Sasa naweza nikaamua labda tufanye gradient, tuweke gradient hii shape yetu hii, tuweke iwe kama hapa. Tutaenda kwenye lamp, itakuwa kama hivi, labda black, tuweke labda nyekundu kama hivi. Tunaweza tuweka rangi kama hii, labda red hapa. Huku kwenye white tunaweza tuweka kama hii, tuweke rangi maslahi kama hivi. Yes, kama hivyo naona sio mbaya. Unaweza kapiga okay. Yes, naona imekaa sio mbaya. Haya, hapa tena tunaweza tuka apply light. Tunaenda hapa kwenye effect, naweza kaandika CC light. Hii hapa naweza apply hapo. Kwa umeselect hii kwenye shape, una double click hapa kwenye hii hapa. Yes, itakuja kama hivi. Unaona imekaa vizuri. Tutaiweka juu hapa nitaweka smooth. Hapa setting nazopenda kuweka, hebu tuone itaweza kukaa vizuri. Yes, kama hivi. Ona kama sio mbaya, seti kama hivi hapo. Unaweza kaa umeweka hapa, tuweke kama hivyo 146 hapa
Hapo unaweza kuweka 5 kacha kama hivi, sio mbaya. Hapo unaweza kusogeza kidogo isika kama hivyo. Kama hivi. Kwa hiyo hapo unaweza ukaangalia hizi setting ukaweka kama hivyo, lakini mimi hapa naona nimekaa sawa. Baada ya hapo nitaenda kuandika namba kama hapa, nitaandika namba 1. Andika namba 1 kama hivyo. Umeandika namba 1, ifanya iwe center ya vizuri. Hapo naona nimekaa sawa. Sasa nataka nitumie picha, itakuwa na namba 1, namba 2 na namba 3. Hii ya kwanza imeshakuwa na namba 1. Kwa hiyo tuta select hii shape pamoja na hii namba 1, tuta duplicate. Yes, una duplicate, unabonyeza control D ku duplicate. Kwa hiyo namba 1 hii inaweza ikashuka hapa kwenye shape hii. Hiyo shape. Afu unakuja hii tulio duplicate hii, una double click. Kisha double click unaandika namba 2 hivi. Kwa kama hivyo. Kwa kama hivyo. Kwa unachukua tena hii namba 2 pamoja na shape yake, tuna control D ku duplicate ili tuweze kuandika namba 3. Yes, ukishamaliza hii namba 2 unaishusha hapa chini kwenye shape yake. Hii hapo una double click, afu unabonyeza namba 3, inakuwa kama hivi. Kwa hiyo tumeshapata namba 1, 2 hadi 3. Sasa cha kufanya tunafanya nini? Tunachukua tunazi decompose. Hii namba 1 tuna decompose, tunakuja hii namba 2 tena tuta decompose hadi namba 3 tuta decompose kama hivi. Inakuwa kama hivi. Kwa hiyo katika kudecompose, ukiwa unataka kudecompose kama hivi, unaweza kuja hapa kwenye layer decompose kama hii, right click decompose, kibonyeza ndio inakuja kama hivi decompose. Sawa. Haya, tushapata. Kuna hii 1, 2, 3, ziko 3. Sasa hapa kinachofuata tunakuja hapa, right click null object, tutafungua null object. Tutafungua null object, tuta select zote. Kwanza hii BG tuipige lock hatuna issue nayo hii. Tunakuja hizi zote 1, 2, 3 hadi tunaziselect zote. Kisha kwa umeziselect zote, unakuja hapa katika object 3D layer hapa. Unabonyeza zinakuwa zote namna hivi kama hivi. Kisha maliza hapo, hii unabonyeza P kwenye keyboard ambayo ni position. Sasa ili tupate ile distance hapa tutaweka 400. Hii itakuwa ni distance ambazo itakuwa ni ile distance ya kutoka kwenye namba 1 kwenda namba 2 kufanya ule mduara, ziachane space. Kwa hiyo kishamaliza kitu kama hicho, tunakuja hii Kibacha Graphics, ubunifu wa kisasa kwa biashara ya kisasa. Wote mnakaribishwa.